Yes, bana mtazamaji wa Uondo TV. Mimi naitwa Aidan Jeremiah kutoka Uondo TV. Lengo langu ni kuweza kuletea taarifa mbalimbali na matukio mbalimbali ya kimichezo. Hii ni Uondo Michezoni. Moja kati ya sura ambayo imeonekana kuwa gumzo kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii ni wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, unaweza kusema hivyo. Na hii ni baada ya kupata ushindi mnono wa goli 3 kwa 0 dhidi ya Nsingizini kutokea Eswatini, na mjadala imekuwepo kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia nimeona niweze kuletea taarifa ambayo meneja wa bado wa mawasiliano klabu ya Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally ameweza kutoa tamko zito namna ambavyo amezungumza kwa kiasi kubwa, na hii ni furaha ambayo amekuwa nao namna ambavyo Simba imeonyesha purest performance, lakini pia kocha Dimitri Pantev namna ambavyo amekuwa anazungumza kwenye mitandao ya kijamii. Sasa ni kipi ambacho amekizungumza meneja wa bado wa mawasiliano klabu ya Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally baada ya klabu ya Simba Sports Club kuweza kupata ushindi mnono wa goli 3 kwa 0 dhidi ya Nsingizini kutokea Eswatini? Hiki hapa ambacho amekizungumza meneja wa bado na mawasiliano klabu ya Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally. Kwanza tunaelekeza shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu. Ni ndiye ambaye amefanya kila kilichotokea hii leo uwanjani. Amewapa nguvu wachezaji wetu, amewapa confidence wachezaji wetu, akawapa umakini na akawapa ubora, na vyote hivyo vijana wetu wakavitumia vizuri, na hatimaye tukaweza kufanikiwa kupata ushindi wa magoli 3 kwa bila. Ilikuwa inakwenda kujirudia historia ya miaka 7 iliyopita ambapo mnyama alikuja hapa akashinda mabao 4, na kwenye record ni kwamba Eswatini ndio nchi ambayo Simba imefunga magoli mengi zaidi kuliko nchi yoyote ile Afrika. Tumeshinda mabao 4 hapa mwaka 2018 dhidi ya Mbabane Swallows, na leo tumeshinda mabao 3 hapa dhidi ya Nsingizini, jumla mabao 7. Hakuna nchi yoyote Afrika hii ukitoa Tanzania, hakuna nchi yoyote Afrika hii ambayo Simba imewahi kufunga magoli mengi zaidi katika ardhi ya nchi hiyo zaidi ya hii Eswatini. Kwa hiyo hapa sisi ni kapu letu la magoli. Tunawapongeza wachezaji wetu, haikuwa rahisi, hasa kipindi cha kwanza. Unaona namna ambavyo wapinzani wetu walikuwa wanajaribu kutusukuma, walikuwa wanafanya high pressing, wanatulazimisha kufanya makosa, wanatushambulia, lakini umakini wa wachezaji wetu ukaweza kuwa contain na hatimaye kupindua meza. Na kipindi cha kwanza mwishoni, Nangu anaandika bao lake la kwanza. Ni mwendelezo wa mabeki wetu wakati kufunga magoli. Tumeona amefanya hivyo Shamo, amefanya hivyo Rushain, na leo amekwenda kufanya hivyo Wilson Nangu. Mechi yake ya kwanza anapata nafasi ya kucheza, lakini anapewa confidence na mwalimu, anaambiwa unaweza kupambana. Lakini alikuwa ananihadithia story moja kwamba mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi alimwambia Crescentus Magoya, alimwambia hii ni mechi yako na utafunga goli la kichwa. Kwa hiyo ilikuwa ni siku yake hii leo. Haikuwa nyepesi, lakini aliweza calm down, akauchukua mchezo akisaidiwa na wazoefu aliokuwa nao wakina Rushain. Ameweza kufanya maajabu makubwa hii leo. Lakini kipindi cha pili ndipo ambapo mwalimu alishamsoma mpinzani vya kutosha, akafanya mabadiliko ya wachezaji 5, na hapo ndipo ambapo mwalimu ali-inject nuclear bomb ambayo imeweza kuangamiza vibaya wapinzani wetu. Kasi ambayo aliingia nayo Yusuf Kagoma, maarifa ambayo aliingia nayo Morris Abraham, nguvu ambayo aliingia nayo Kibu Dennis Prosper, power na knowledge alioingia nayo Jonathan Soa, ikaweza kubadilisha kabisa eneo la mbele pale. Mikimbio ya Soa, mikimbio ya Kibu Dennis, pasi za Morris Abraham, kuzuia kuliko kamilika kwa Yusuf Kagoma, kukabadilisha kabisa taswira ya mchezo pale mbele, na hatimaye Nsingizini akapoteana kwa sababu hakujiandaa na mabadiliko ambayo mwalimu alikuwa ameyatengeneza. Hakujiandaa na namna ambavyo mwalimu aliswitch mchezo. Hatimaye amekufa goli 3 safi kabisa.